Habari za wakati huu mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya SAUT TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe, karibu. Shutuma dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka ikiwemo rushwa na ufisadi zimeendelea kuwakabili viongozi wa zamani wa Korea Kusini. Hii ni baada ya wiki hii mahakama nchini humo kumsomea mashtaka rais wa zamani Moon Jae-in. Miongoni mwa mashtaka yanayomkabili Moon ni pamoja na ufujaji fedha ikiwemo kupokea hongo ya won 210 kutoka kwa mbunge wa zamani, pamoja na kufanya uteuzi wa nyadhifa mbalimbali kwa kuzingatia kigezo cha undugu. Hapo awali Moon alisifika kuwa kiongozi mwadilifu kutokana na sera zake za wazi dhidi ya Korea Kaskazini pindi alipokuwa madarakani kati ya mwaka 2017 hadi 2022, huku akiwa ni rais pekee wa zamani wa taifa hilo ambaye bado yuko hai mpaka sasa. Itakumbukwa kuwa si mara ya kwanza kwa viongozi wa taifa la Korea Kusini kukumbana na mashtaka dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka, ikizingatiwa kuwa shutuma za ufisadi zinachukuliwa kwa uzito nchini humo. Mapema wiki hii serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilitangaza kuzuia njama za mapinduzi dhidi ya kiongozi wa taifa hilo Kapteni Ibrahim Traore, huku akidai waliopanga njama hizo wamepata hifadhi nchi jirani ya Ivory Coast. Njama hizo zilizoongozwa na wanajeshi wakiwemo wa sasa na wale wa zamani kwa kushirikiana na baadhi ya makundi ya kigaidi. Hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na waziri wa usalama wa taifa hilo Mahmoud Sana kupitia televisheni ya taifa. Kapteni Traore aliingia mamlakani mwaka 2022 kwa njia ya mapinduzi dhidi ya Kanali Paul Henry Damiba aliyeshindwa kutekeleza ahadi zake ikiwemo kudhibiti makundi ya kigaidi yaliyokuwa yakifanya mashambulizi kwa raia wa Burkina Faso. Takribani watu 26 wameuawa na wengine 17 kujeruhiwa baada ya magaidi kufyatulia risasi kundi la watalii siku ya Jumanne katika eneo la Baisaran na Jammu nchini India, karibu na mji wa kitalii wa Pahalgam mjini Kashmir nchini India. Shambulizi hilo limetokea karibu na mji wa kitalii wa Pahalgam, huku mamlaka ya eneo hilo ikithibitisha kuwa kundi la magaidi lilitokea msituni na kufyatua risasi kwa zaidi ya dakika 30. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesitisha ziara yake ya nje kutokana na tukio hilo ili kukutana na wakuu wa usalama mjini Delhi, huku akiahidi hatua madhubuti kuchukuliwa baada ya kupatikana kwa watekelezaji wa tukio hilo. Katika hatua nyingine, kutokana na shambulizi hilo, India imefunga kivuko chake kikuu cha mpaka wa Pakistan na kuwafukuza wanadiplomasia wake kutoka nchini humo kwa kile alichodai kuwa magaidi hao walitoka Pakistan, jambo lililopelekea Pakistan kujibu kwa kufunga anga yake dhidi ya India. Wakati hayo yakijiri, duru zimearifu mashambulizi baina ya vikosi vya usalama kutoka Pakistan na India yaliyodumu kwa usiku mzima wa Alhamis na hakukuwa na vifo wala majeruhi walioripotiwa. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amelazimika kukatisha ziara yake huko Afrika Kusini na kurudi nchini kwake kufuatia shambulizi lililofanywa na Urusi na kusababisha vifo vya watu 9 huku zaidi ya 80 kujeruhiwa. Ziara ya kiongozi huyo ilikuwa imemkutanisha na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyekiti wa mataifa 20 tajiri duniani. Imekuja wakati Ukraini ikijaribu kutafuta msaada dhidi ya mashambulizi ya Urusi mara baada ya kuporomoka kwa uhusiano na Marekani aliyekuwa mshirika wake wa karibu kwenye mzozo huo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump, kwa hali isiyo ya kawaida, kupitia mtandao wa Truth Social amemkosoa rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mashambulizi anayofanya kuwa si ya msingi kuelekea kusitisha vita kati ya Urusi na Ukraine. Wakati hayo yakijiri, jenerali wa Urusi Yaroslav Moskalik ameuawa kwenye mlipuko wa bomu ndani ya gari mjini Moscow. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa kamati ya uchunguzi ya taifa hilo. Kufuatia mazungumzo ya kutafuta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyofanywa mjini Doha, Qatar,
Serikali ya Kongo na waasi wa M23 mapema wiki hii wametoa taarifa ya pamoja ya kusitisha mapigano, jambo ambalo linaashiria matumaini. Pande zote mbili zilitoa taarifa kupitia wajumbe baada ya kutamatika kwa majadiliano yaliyochukua zaidi ya wiki moja kabla ya kuhitimishwa kwake mapema wiki hii. Hata hivyo, taarifa zote zinathibitisha dhamira yao ya kusitisha uhasama, chuki na vitisho baina ya pande hizo mbili. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Kongo imeendelea kuonesha mashaka juu ya kurejea kimya kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo kwa takriban miaka 18 Joseph Kabila kuwasili kupitia mpaka wa Goma, mji unaokaliwa na waasi wa M23, na kukizuia chama chake cha PPRD kufanya shughuli za kisiasa. Baada ya uwepo wa sintofahamu kwenye sekta ya biashara kati ya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, hatimaye serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo imeondoa rasmi zuio la uingizwaji wa mazao ya kilimo kutoka kwenye mataifa hayo. Zuio hilo lilitangazwa na Waziri wa Kilimo wa Tanzania Hussein Bashe Aprili 23 mwaka 2025 kutokana na taifa la Malawi na Afrika Kusini kuzuia uingizaji wa bidhaa za kilimo kutoka Tanzania, jambo lililopelekea mzozo wa zaidi ya siku 7. Baada ya mazungumzo ya kina kati ya serikali na mataifa hayo kupitia Wizara ya Kilimo pamoja na ile ya mambo ya nje, imeamuliwa kuondolewa kwa zuio hilo dhidi ya Malawi na Afrika Kusini. Hii ni kulingana na taarifa ya Waziri wa Kilimo wa Tanzania Hussein Bashe. Hata hivyo, Waziri Bashe amesema Malawi imeahidi kuleta ujumbe maalum Mei 2 mwaka huu juu ya afya ya mimea na masuala ya masoko, huku mazungumzo ya wataalamu wa Tanzania na Afrika Kusini yakiendelea ili kulinda afya ya mimea na usalama wa mazao. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis aliyefariki dunia mapema wiki hii amepumzishwa kwenye makazi yake ya milele mjini Roma katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu, huku kipindi cha maombolezo kwa siku 9 kikianza kwa mujibu wa kanisa hilo. Ibada ya mazishi kwa kiongozi huyo iliongozwa na dekano wa chuo cha makardinali, Kardinali Giovanni Battista Re, katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican, huku waombolezaji takriban 200,000 wakishiriki ibada hiyo. Viongozi wakuu kutoka pande tofauti duniani wamehudhuria mazishi hayo, ikiwemo Rais wa Marekani Donald Trump, Emmanuel Macron wa Ufaransa, Volodymyr Zelensky wa Ukraine na viongozi toka familia za kifalme, jambo lililoonyesha ushawishi wa kiongozi huyo. Papa Francis alifariki Jumatatu ya Pasaka Aprili 21 akiwa na miaka 88, ikiwa ni chini ya masaa 24 toka alipotoa baraka za Pasaka mbele ya waumini mjini Vatican, akiwa kwenye kiti cha magurudumu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.